Microphone niweke vizuri. Niweke vizuri. Baba, katika jina la Yesu, Mungu uliye mwaminifu, tunakushukuru kwa kuwa ahadi zako ni kweli na amina. Ijapo kuwa zinachelewa wakati mwingine, lakini bado zinatimia kwa wakati na majira uliyoamuru. Asante kwa ajili ya wakati tena ninaposimama mbele za watu wako. Roho wa Bwana unitumie upendavyo kwa ajili ya kulihudumia kanisa lako. Ninafunga malango ya kuzimu. Roho zote za adui hazitafanya kazi tena kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Na kila mmoja namweka chini ya ulinzi wa nguvu zako Mungu. Asante kwa kuwa fikra zetu na fahamu zetu na mioyo yetu vyote vimetishwa chini ya nguvu na uwepo wa Roho Mtakatifu. Na neno lako Bwana litarudi bure, bali litatimiza makusudi na mapenzi yako, ili wewe Mungu upate kutukuzwa na kuogopwa. Katika jina la Yesu Kristo, kila mwenye pumzi aseme amen. Sema amini iliyoshiba. Sema amini iliyoshiba. Kwa sababu naye Mungu asiyedanganya. Mume wako anaweza akakudanganya,
Mpenzi wako anaweza akakudanganya, baba yako anaweza akakudanganya, lakini huyu Mungu aliyekuumba akaruhusu uje duniani, yeye hawezi kusema uongo. Ijapokuwa alichosema kinaweza kikakawia, bado yeye ni mwaminifu wa kuaminiwa, na yeye adumu milele na milele. Sema amina. Sema amina tena. Sema amina tena. Sema amina tena. Liko neno Bwana amenituma kwa ajili ya mtu mmoja aliyekata tamaa. Kuna jambo umemwamini Mungu, umemwomba Mungu kwa muda mrefu hajafanya. Liko neno, nisikilize, neno la imani. Andika, unayoandika ujumbe wa leo, unasema unamwamini nani? Ni swali, naomba uweke na alama ya kiulizo. Unamwamini nani? Katika maisha ambayo tulionayo, tunapoishi, kila mtu kuna namna ama kuna kitu au kuna mtu au kuna Mungu anayemtegemea. Kiko kitu ambacho huyo mtu ameweka tumaini kwake. Kuna watu wanaamini katika waganga wa kienyeji, kuna mtu ana mganga wake, kuna mtu ana hilizi yake, kuna mtu ana baba yake anayemtumaini, anajua kwamba huyu kila tatizo nikipata anaweza kunisaidia. Lakini katika jamii ya watu waliomwamini Mungu, sisi tunadai tunamwamini Mungu aliye juu. Sema amina. Sema amina. Na katika uhalisia, katika vyote unavyoweza kuona viamini, kitu pekee ambacho hakiwezi kukuangusha ni kumwamini Mungu aliye hai na kuenda kuamini hata kama yale ambayo umemwamini kwayo hajayafanya. Jamani amina. Jamani amina. Labda nikupeleke kwenye utangulizi. Katika kumwamini Mungu, naamini wote tulioko hapa tunamwamini huyu Mungu wa mbinguni. Japo kuwa iko mifano kadhaa nitaitoa baadaye. Wote hapa tunafanana, ni lebo mmoja kwamba tunamwamini Yesu. Yamkini wote tumeokoka, ni sawa, lakini nitakuonyesha tofauti yetu baadaye mbele za Mungu na matokeo yake kwenye maisha ya mmoja mmoja. Tunaweza tukawa ni chupa ya kampuni moja ya maji, lakini ikawekwa nyingine haina maji, na ukipeleka sokoni itakayonunuliwa ni ile yenye maji. Ile ambayo haina maji, hata kama ni kampuni ile ile, watu hawezi kuinunua, wataamua kununua nyingine hata kama ile kampuni hawalitaki, ili mradi tu ile chupa ya kampuni nyingine ina maji ambayo yanahitajika kwa huyo mnunuzi. Jamani amina. Ebrania 11 mstari wa 1, Biblia inasema, basi imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwamba tunaposema imani, kuwa na imani na Mungu, ni pale unapoamua kuamini pasipo kuona. Unaamua kuamini. Kwa nini pasipo kuona? Mungu wetu mwenyewe, ukisoma kitabu cha Yohana sura ile ya 4 mstari wa 24, Biblia inatuambia Mungu wetu ni roho, nao wamwabudu ni wapasa kumwabudu katika roho na kweli. Moja kati ya sifa ya roho haionekani kwa macho ya damu na nyama, lakini katika ulimwengu wa roho unaweza ukasensi, ukaamini na ukathibitisha kwamba hiki kitu kipo. Jamani amina. Kwa hiyo Mungu wetu haonekani katika hali ya kimwili, na ndio maana Mungu huwezi kumwelezea kwamba Mungu ana umbo la namna gani. Yeye ni roho, haonekani. Na hivyo njia pekee aliyoiweka kwa watu ambao wanamwamini ili wamfikie yeye, wamguse, ni njia ya kuamini kile alichokisema. Kwamba yeye akiahidi kwamba nitaponya, unatakiwa kuamini hilo neno, ndipo utakapoweza kumgusa Mungu. Kwa sababu haonekani katika macho ya damu na nyama, anaonekana katika hali ya rohoni. Kwamba ukiamini, na kuamini kwenyewe kanuni aliyoweka ni pasipo kuona. Kwa nini tuamini pasipo kuona? Ni kwa sababu yeye ni mwaminifu na amejitosheleza, na ana uhakika chochote alichokisema hakulepoka, alikithibitisha na mbingu zimethibitisha. Ndio maana anasema wewe amini hata kabla hujakiona, kwa kuwa yeye ambaye ameahidi hicho, yeye ni kweli na amina. Jamani amina. Sema amen. Unajua
Wengi wetu hapa tunadaiwa, uongo kweli? Hata mimi nadaiwa. Kuna ahadi zingine ulizitoa na bado ulizitoa, ukiangalia akaunti yako bado zimetushinda kuzitekeleza. Na muda mwingine tunakosa ujasiri. Lakini pia kuna wakati mnaambiwa ahidi tu, watu wanaogopa kuahidi kwa sababu anachungulia akaunti yake haisomi. Si ndio jamani? Kwa sababu yeye sio Mungu, wewe sio Mungu, hujui yote. Unakuwa na wasiwasi kuahidi. Mabinti watakuwa wananielewa. Akimbana kijana kwenye kona, okay, umesema umenipenda, utanioa lini? Kwa kijana ambaye hajajipanga, hilo swali huwa ni gumu, linamchanganya, linamfrustrate, anaweza kaondoka. Kwa sababu yeye hajui yote. Jamani, amina. Na hata kama angekuwa na uhakika mambo yao yanabadilika, lakini tofauti na Mungu anayetuhimiza kwamba wewe amini tu, anasema tuamini pasipo kuona. Ndio kanuni ya kumpata Mungu na kupokea vya kwake. Anasema amini kabla hujaviona kwa macho. Jamani, amina. Hiyo ndio kanuni. Wangapi wanamwamini Mungu? Ndio nimeanza hivyo. Alafu mbele tusikataane. Mimi nakupa tahadhari. Mbele utajikataa mwenyewe kama unamwamini au humwamini. Nataka nithibitishe na niseme katika nyakati tulizonazo, watu wengi imani pekee ambayo tulionao, tuliobaki nao ni ya kuamini na kuokoka, tusamehewe dhambi. Ila ile imani endelevu ya kwenda kumwamini Mungu katika matukio ya kila siku yanayotuzunguka, hatuna hiyo imani japokuwa tuko ndani ya kanisa. We bisha, tutaelewana mbele, maandiko si hapo. Na wewe mwenyewe si upo, unajua hali yako unayopitia. Katika uhalisia, ili kundi lina watu zaidi ya 100 hapa. Mbele za Mungu unaweza kukuta wako 5 tu wenye imani na imani sawa sawa nyakati zote na majira yote wanaopitia. Majira ya furaha, majira magumu. Kuna watu tunamwamini Mungu vizuri 100%, wakati kila kitu kiko sawa. Tunasema huyu ni Bwana. Ukiulizwa vipi hapa, huyu ni Bwana amefanya. Na ndio maana wengi tunakuja kushukuru wakati wa mazuri, wakati wa mabaya wengi hatuna ujasiri wa kumkiri Yesu mbele za watu, kusema hata sasa Bwana bado anaishi, ni Ebeneza. Jamani, amina. Utanielewa. Kwetu wengi tunapopitia changamoto tumekuwa wanyonge. Ukiulizwa vipi si umeokoka bwana hapa, unajua unaanza siasa. Sema ndio ninamwamini Bwana hata katika hili pito, na muamini Jehova yupo pamoja nami atanipita. Maana amesema katika kitabu cha Isaya 43, anasema ya kuwa kwamba mimi nitakuwa na wewe, nitakuvusha, nitakushika mkono wa kuume. Japo kuwa maji utapita kwenye maji mengi, lakini maji hatakugalikisha. Ameahidi hivyo. Lakini watu kifika hapo, tunasema hapa, tunaanza lawama. Mungu, haya amenipata, ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Alikuwa wapi? Amekwambia yeye ni Mungu anayedumu milele na milele. Yuko mahali pote. Jamani, amina. Na nzuri zaidi amesema aniaminie mimi ataishi. Jamani, amina. Ataishi. Mimi nitakuwa ndani yake na yeye ndani yangu. Manake hata unapopitia magumu, Yesu yuko pamoja na wewe. Jambo hili nalifurahia kwa Ayubu. Ayubu anapitia magumu, watoto wake wanauawa, mali zake zinateketea. Mke wake anamshawishi kwamba mkufuru Mungu kafe upate kupumzika na haya. Lakini Ayubu anatambua jambo moja. Anasema najua mtetezi wangu yu hai. Ya atasimama tena. Atasimama tena, atarejesha vilivyopotea. Nataka nikutangazie wewe uliyepoteza, wewe unayeona kuna vitu vimeharibika, wewe sio yuko mtetezi, atasimama tena. Atasimama tena, baba yako wa mbinguni atarejesha hivyo vilivyoharibika, hivyo vilivyokufa atafufua tena. Maana yeye ni ufufuo na kweli na uzima hata milele na milele. Alimfufua Lazaro, alikuwa
amekufa. Huyo alikuwa ni rafiki yake. Ndugu zake wakalaumu, laiti kama ungekuwepo asingalikufa rafiki yako, maana alipokuwa anaumwa ungelimwombea angepona. Walikariri yale maandiko ya kwamba mtaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Wakasahau ya kuwa Yesu yeye hata kama mgonjwa akifa anaweza kumfufua, anaweza kumfufua. Sio tu kufa, hata kama umezikwa kama Lazaro unaweza akakutoa kaburini. Jamani, amina, amina. Jamani, amina. Kuna mtu hajanielewa. Jana nilikuwa naongea na mtumishi wa Mungu yuko hapa, Yeremia, ananielewa. Na mtu mwingine nilikuwa naongea naye asubuhi. Kuna mambo fulani hayaendi ndivyo sivyo kwa taifa letu, si ndio jamani? Amani inatoweka. Nikamwambia nisikilize, yuko Mungu mbinguni ameketi kwenye kiti cha enzi. Tunapoomba anasikia. Amesema lolote mkiomba ninajibu, lakini hajasema anajibu saa ngapi, tarehe ngapi. Yeye ujibu kwa wakati na majira mbingu zimeamuru. Kwa maana Mungu ni wa kalenda, na hiyo kalenda hajashare na wanadamu. Kazi yetu amesema sisi ni kuomba, sisi ni kuamini. Wakati wa kujibu ni wa kwake. Jamani, amina. Jamani, amina, amina. Jamani, amina, amina. Wana wa Israeli walikaa Misri miaka 430 kabla ya ili taifa jipya la Israeli ambalo lipo lililotengenezwa mwaka 1948. Walikaa wakateseka. Kabla ya hapo, wakati wa kizazi cha Yusufu, kama mnakumbuka, walikaa utumwani miaka 430. Biblia inasema kitabu cha Kutoka, wakamlilia Bwana, kilio chao kikafika mbinguni. Lakini baada ya kulia, Biblia inaniambia ilipita miaka 80, ndipo Mungu anainua wokovu. Maana aliyekuwa amemwandaa kuwaokoa alikuwa ni mtoto Musa. Alikuwa ni mtoto Musa aliyezaliwa kipindi cha mauaji pale Misri. Waliuawa wana wa Waebrania, walikuwa wanauawa wanaume wote ili wasije, maana waliwafia, walikuwa na nguvu sana. Lakini Mungu akikusudia jambo Bwana, haya mambo ni matamu sana. Nisikilize, hata kama umejaa hofu ya mauti, umejaa hofu shule, mtaa unakofanya, iwe ni biashara, iwe ni shule, iwe ni ajira, mambo hayaendi. Nisikilize, Bwana akikuchagua, hata kama wote mambo yao yatakufa, wewe ya kwako yataishi. Nampenda Yesu wa Galilaya, nampenda Baba wa mbinguni, na mchana wa leo yuko hapa kutusaidia tena. Imani zetu zilizotindika Bwana anaziinua zijae tena. Jamani, amina, amina. Kipindi ambacho watoto wote wa kiume wanauawa pale Misri chini ya utawala wa Farao, Mungu anamficha Musa, anafichwa kwenye kisafina, anatupwa kwenye dimbwi la maji. Kule anaenda binti mfalme, anamwokota kale ka kisafina. Cha ajabu, unajua ukichaguliwa na Mungu, watu hawezi kukukataa, watakupenda tu. Binti wa kifalme anampenda mtoto wa Kiebrania na hajui amezaliwa na nani. Anaokota kile kisanduku, anamwangalia, anasema kakatoto ni kazuri jamani. Anakachukua, anaondoka nako kwenye ikulu ya Farao inayowatesa na kuwakandamiza wana wa Israeli, wateule wa Mungu. Nisikilize, Bwana akiamua kututoa huwa hatumii nguvu nyingi. Yeye anapeleka mtu wake kule kwenye kambi la Wasami, anaenda kuwatrain ili wokovu uje kiurahisi. Jamani, amina. Jamani, amina. Musa anaenda kulelewa ikulu ya Farao, anajifunza mbinu zote ambazo anazitumia Farao kuwanyanyasa Waebrania. Wakati amekuwa ikiwa na miaka 40, Musa anaenda kuwatembelea ndugu zake. Jamani, damu ni nzito kuliko maji. Hata kama mtoto atelekezwe, atakumbuka ndugu zake wako wapi. Na kabla ya hapo, ngoja nikupe scenario inayonifurahisha kwamba Mungu akiamua jambo lake linatimia. Amemwokota yule binti Farao. Kumbuka alikuwa bado binti mdogo, hana maziwa ya kumnyonyesha. Anasema, vipi tutafanyaje? Anatokea mtu anamwambia, sikiliza, nikakuitie kuna mama huko wa Waebrania haja kwa na kunyonyeshea. Sasa sawa, niletea, atakuwa ananyonya na tunamlipa nini?
msala anaenda kuitwa ni mama yake Musa mwenyewe, anakuja kumnyonyesha shujaa Musa anayeandaliwa kuwakomboa taifa la Israeli. Jamani, amina. Ananyonyeshwa ndani ya hema ya Farao adui yao, na anayemnyonyesha ni mama yake mzazi bila wao kujua, na wanamlipa na mshahara. Musa anakuwa anaenda nyikani kutazama ndugu zake, anakuta wanateseka, anakuta Misri anampiga Mwebrania, Musa anampandika, anakufa yule mzee, wakamfukia. Baadaye siku nyingine Musa ametoka nenda, anafika pale na kuta wanagombana Waebrania kwa Waebrania. So unajua utumwani wewe kufyatua matofali, kasome ile story inasikitisha. Matofali alafu unayachoma kwa nyasi. Paka livyo wale wa kijijini wanajua tofali za kuchoma. Na walikuwa wanatengeneza tofali nzito, sio hizo zile zinauzwa 100 ya Kisona azijua kule kwetu. Sio hizo zilikuwa, ndo maana yale majengo mpaka leo yapo, yale mapiramidi yale jengwa yale yako Misri ndio yalijengwa na wana wa Israeli. Achana na utumwa. Mtumwa hana muda maalum. Mtumwa hana muda wa kazi, hana working hours. Wewe unafanya kazi mpaka pale boss atakaposema inatosha. Waliteseka wakateseka. Musa anafika pale, Mwebrania mmoja, bwana unataka tena kuniua kama ulivyo. Akasema kumbe ishabumbuluka. Farao akijua ataniua. Musa anakimbilia nyikani kule Midiani. Anakaa kule miaka 40, nafupisha story. Anakaa miaka 40 kule, Mungu anamtokea kwa sababu Musa alikuwa na dhambi ya kuua. Jamani, dhambi ni dhambi Mungu anamtokea, anamuita kutokea kwa kichaka kinachowaka moto bila kuteketea. Anamwambia vua viatu vyako, maana yake tubu dhambi zako nikakutumie, maana nalikuita toka tumboni mwa mama yako na nimekusaza. Wenzio wote waliuawa, watoto wa kipindi chako, lakini wewe nimekuteua. Jamani, amina. Nikajifunza kumbe Bwana akikuteua, hata kama mabomu yangepigwa hapa yakalipuka wote tukafa, wewe utabaki. Hicho ndio nilijifunza. Unajua Musa anafananishwa na Yesu, kwa sababu Yesu wakati amezaliwa Herode aliua watoto wote wa miaka 2 na kushuka chini, ambalo lilikuwa ni lika la Yesu. Lakini yeye kwa intelligence ya mbinguni, malaika wa Bwana akamtokea Yusufu na mamaye, akamwambia sikiliza, hata mbio nao sio uoga, nendeni Misri kwanza mkakae. Vita zingine ni wewe tunang'ang'ania kila siku upigane kila vita. Zingine unajiepusha tu, unahama hako kwa kikao. Wewe unasema ni uoga, mtumishi wa Bwana umejaa nguvu. Umeshasoma upepo hapa kwamba hii vita ni kunyamaza. Wewe unazaa nikimnyamazia huyo ataniona bwege. Zingine nyamaza. Nampenda Mungu jamani. Anaimaliza ile vita ya Herode na Yesu. Yesu anasema mpelekeni mtoto Misri mpaka nitakapowaambia. Anaenda anakaa na tulia, Mungu anamalizana naye. Herode alipigwa tu chango, aliumwa tumbo tu, akafa. Alivyokufa, haya mrudishe mtoto. Jamani, amina. Jamani, amina. Jamani, amina. Nisikilize, mambo yako naweza kama umeokoka na muamini Mungu, mambo yako yakaharibika, ukamuita Bwana. Ukimuita Bwana anasema nimesikia. Hata kama wewe hujasikia, kama amesikia, yeye amesema ukiniomba ukaamini nimeshasikia. Jamani, amina. Ili mradi muombe katika hali ya utakatifu na kuamini, yeye ameshasikia. Hata kama hajakuandikia barua kwamba amesikia. Maombi ya wana wa Israeli aliyasikia na kilio chao akakiona, akaandaa. Miaka 80 Musa anakuja Misri, anatumwa akiwa na miaka 80, lakini kilio kimesikiwa mapema. Kwa hiyo kuchelewa kwa Mungu kujibu haimaanishi hata kusaidia. Bado yeye atakusaidia kwa sababu Mungu ni wa mipango. Unajua wana wa Israeli wangeingia kwenye vita na Farao, hawakuwa na jeshi la kupambana naye. Kwa hiyo lazima Mungu aandae mpango mkakati, azaliwe mtoto, atelekezwe hapa akakulie kule ajipendekeze Farao, akulie kule ausome mchezo, halafu aje watoe kiurahisi. Jamani, amina. Jamani, amina. Jamani, amina.
Mambo yetu yanaweza yasiende ndivyo sivyo, ajira inaweza ikachelewa, ukalamu serikali, ukalamu mpaka marafiki zako kwamba wanakusahau kwenye connection. Kumbe Bwana anajua iko ofisi nzuri zaidi anaiandaa, iko biashara nzuri zaidi Bwana anaandaa kule. Jamani, huku kwa Mungu huwa tukati tamaa. Acha tamaa yenyewe kate tamaa yenyewe. Sisi hatukati tamaa kwa sababu tunaye Yehova, yeye aliye kweli na amina. Ajapokuwa atachelewa lakini atatimiza. Nampenda Ibrahim, anaahidiwa kuwa atakuwa baba wa watoto wengi, na uzao wako utakuwa kama nyota za mbinguni, na uzao wako utakuwa kama mchanga wa ufuoni mwa bahari. Lakini hiyo ahadi anagonga miaka 90, mwamba hajaona, na kibiolojia mke wake amesha kwa mzee, huwezi tena kushika mimba, na yeye mwenye Ibrahim nguvu zimeshapungua. Lakini Bwana anawapokea kunako majira ya jioni, ambayo kutarajia wakati ambao sio uzania, ndipo Bwana upokea. Unachotakiwa ni kwenda kumwamini kwenye ile ombi lako. Umeomba muda mrefu ajaja, enda kumwambia Bwana, enda kumwamini Bwana. Umeomba Bwana biashara zako ziongezeke, ndio kwanza unaona zinarudi nyuma. Enda kumwamini Bwana, yako majira yanakuja. Ni nani ajuae? Kuna majira yatakuja, serikali itakusaidia, wafadhili watainuka ambao hawapo, sheria zitabadilishwa. Ni nani ajuaye? Wewe mwamini Bwana. Haleluya. Jamani, amina. Kuna mtu anaumwa, amemwomba Bwana muda mrefu, anasema wewe Bwana, mbona siponi, nisikilize. Wakati Lazaro anaumwa, Yohana sura 11 utasoma nyumbani, andika pale. Wakati anaumwa, Yesu anapewa taarifa na Mariamu pamoja na Martha, wanampa taarifa, rafiki yako hawezi. Anasema sitakuja kwa kuwa ugonjwa huo sio wa mauti, ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Anawaambia hivyo, wao hawakumuelewa. Kwa hiyo hakwenda kwa wakati, akaacha mpaka mambo yaharibike. Baadaye Lazaro akafa, sio tu kufa, akazikwa na kuzikwa, bado rafiki yake kipenzi hajaenda. Wakaanza lawama, kama unavyojua wanadamu, wakaanza lawama. Kama ambavyo wewe, kuna ndugu yako amechelewa kukusaidia, kuna rafiki yako, kuna mpendwa mwenzio unaona amechelewa kukusaidia au ameshindwa, umeshaanza lawama kwenye hali unayopitia. Unasema hivi, kweli katibu amekosa hela za kunitoa hapa? Nisikilize, hata Yesu alilaumiwa. Yako mengine Bwana anayaruhusu pite hapo, ili kuisuka imani yako ndani yake, ili kuithibitisha imani yako kwake. Anaruhusu na anazuia msaada wowote wa kibinadamu, ili akija yeye akikusaidia useme kama si Bwana hapa ningeangamia. Jamani, amina. Sasa hapo ndio huwa kuna kasheshe. Nilikwambia tutaelewana. Watu wengi ndani, wengi hatusalimiani kwa sababu tukusaidiana unga. Kuna watu hatusalimiani au tumesalimiana kinafiki kwa sababu kuna siku ulipiga simu nisaidie, sikukusaidia. Lakini nataka nikwambie, wakati mwingine Bwana anakuwa amefunga huo msaada ili umtegemee yeye afanye, aimarishe imani yako. Jamani, amina. Kuna ndugu yako umsalimii mpaka umeshaanza, yani nina hela halisaidii. Ndugu gani bwana, bora ufe tu na kwa msiba wangu usije. Hasa ushakufa utatupangia tusije. Si tunakuja kula kwa sababu tunajua kuna ubwabwa. So naelewa anachosema. Yaani marehemu tupangie. Ndio unaweza ukasema, lakini tunaweza kwa mfano wale wanasema nikifa nizikwe na gari langu. Mimi sikuziki na gari tunaendesha. Usituchanganye. Jamani, amina. Yaani ukiona mtu nikifa nizikwe na vitu vyangu vya samani, ujue huyo ana roho mbaya, alishagombana, wala alikuwa anaishi kwa kutegemea watu.
Na Biblia inaniambia Yeremia 17:5, amelaaniwa mtu yule amtegemeane wanadamu, na yeye atakuwa kama fukara nyikani. Unanielewa ninachosema? Kuna watu Mungu hatokei kutusaidia kwa sababu imani yetu tumeweka kwa watu. Japo kwa tunasema tumeokoka, tunamwamini Mungu, lakini angalia hizo lawama ulizojaza moyoni kwa sababu hakunichangia send off yangu. Lakini uliolewa. Hakunichangia. Yaani hakufika mama, yaani mama pisa ana roho mbaya, lakini uliolewa. Maana yake wewe unaishi kwa kutegemea mifuko ya watu, uishi kwa kumtegemea nani? Na mtu aliyeokoka. Na majira tulio nayo wapendwa, kama hatutaishi kwa kumtumaini Mungu, utalaumu sana na mbinguni utaingia kwa sababu utakuwa umejaa manunguniko. Kama wana wa Israeli, wengi hawakuingia Kanaani kwa sababu ya nini? Manunguniko. Lawama huwa zinaleta manunguniko. Una matatizo yamekufika. Biblia inasema kitabu kile cha Yohana 6:33. Naomba unielewe hapa. Naomba nikukwamue hapa kimfahamu. Naomba nikukwamue hapa, usiwe mtu wa kulialia kutaka huruma za watu. Tafuta huruma kwa Mungu na wakati mwingi tie nguvu. Biblia inasema hivi, mimi nimeushinda ulimwengu, ulimwenguni mnao dhiki. Mimi nimeushinda ulimwengu, jipeni moyo mtashinda. Jamani amina. Hayasema tafuteni kutiwa moyo, amesema jipe moyo, yani jitie nguvu mwenyewe katika Bwana. Jamani amina. Jamani amina. Nani ananielewa ninachosema? Kuna muda tunapitia changamoto nyingi sana. Hizo unaumwa au mambo hayaendi, si nini, kazini hakueleweki, biashara, afya, familia imevurugika, uelewi ndugu zako wamekutenga. Huo wakati sio wa kuanza kutafuta huruma za watu. Kaa chini, jitie nguvu katika Bwana. Jamani amina. Jamani amina. Usitafute mchawi. Umelala nje unaanza mama fulani alininyima unga. Wewe lia na Mungu wako. Kama unamwamini Mungu muendee Bwana. Bwana ulisema hivi, wewe uyavika majani ya kondeni, huwalisha ndege wangani pasipo mashamba na ghala. Naomba na mimi unikumbuke. Mungu atatuma mtu, atatuma kunguru, atakutokea, atakulisha. Jamani amina. Jamani amina. Hayo ndio maisha ya imani. Wengi tumekalili ukimwamini Yesu mambo yote mtelezo. Hapana. Kuna wakati Mungu anatupitisha kwenye magumu, anaruhusu tupite huko ili apime kweli tunamwamini, na akitutoa kwenye wakati huo tupate kumthibitisha, tuseme hakika kama sio Mungu hapa nilikuwa nimeenda na maji. Ebrania 10:38. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Nataka nikupe huu mfano. Nataka nikupe huu mfano. Nataka nikupe huu mfano tuelewane. Unaiona hii? Na wakati huo nikusomee Zaburi ya 125 mstari wa kwanza. Inasema, kwa wale wenye Biblia fungua, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, ambao wakaa milele hautatikisika. Ukisoma kwa Biblia ya Kiingereza ndio imeeleza vizuri. Unasema wanaomtumaini Bwana ni kama mlima Zion, watatikisika lakini hawatahamishwa. Kwa nini anasema hivyo? Ni kwa sababu tunapoenda kuishi haya maisha, japo kwa tunamwamini Mungu, kuna muda kuna zoruba zinatupiga. Zoruba ikikupiga, kuna muda si hata mlima, kuna matetemeko ya ardhi yanapita. Mlima unatetemeka lakini hauhami. Ndio tafsiri yake, kwamba unaweza kama umemwamini Bwana tukapigwa zoruba, kama ambavyo shetani ametushambulia taifa letu,
tumepigwa zoruba, lakini bado tunaomwamini Bwana tunaamini hata hili litavuka, maana tunaye Bwana aliye hai. Jamani, amina. Tutavuka. Najua viongozi wetu hawalali, wanawaza tufanyeje mambo yakae sawa, lakini nataka niseme mbele za Mungu Baba aliye hai na mbele zako ya kwamba yuko Mungu atashuka, atatusaidia. Kwa akili za kibinadamu hatuwezi kuyaseto mambo, lakini yuko Mungu wa mbinguni atashuka, atatusaidia. Jamani, amina. Sasa umeona watu hawa ni Wakristo wa kampuni, wote wameokoka. Hii ni kampuni, watapata ofa, kampuni ya afya. Kwa sababu itaonekana mtandaoni, tunawafanyia marketing bure leo. Hii kampuni moja, si zinafanana hizi chupa, lakini hii inaitwa chupa ya maji. Alafu zote zinaitwa chupa za nini? Lakini ipi yenye maji? Na hii yapo kidogo. Hii ukipiga upepo hapa, ipi itaanguka ya kwanza? Hii hapa, si ndio? Au ikiguswa mtikisiko tu kitokea? Sorry. Subiri. Acha tu nani. Hii kazi ya kwangu, si ndio? Bwana ameniajiri nifanye mwenyewe, nisikusumbue. Wewe ni msikilizaji. Wewe ni bosi. Hapo ukipiga upepo ya kwanza itaanguka hii. Unaona nilivyogusa? Hii hapa inabidi nipige kwa nguvu ndio yaanguke. Hii hapa, unaona? Mpigo ule inabaki pale pale, inatikisika, inabaki pale pale. Sasa nisikilize. Umeshanielewa nilichokuwa na maanisha? Kuna watu mmesema mmeokoka. Hizi ni chupa zinawakilisha wote tumeokoka. Wote tunasali hapa. Sasa wote tunapigwa mpigo mmoja wa tumepigwa wote pigo la kiuchumi. Sawa? Au afya. Wote tunaumwa. Corona silikuja? Tena tufanyie corona, maana ilikuwa ya wote. Sasa imetupiga corona. Kuna watu walikuwa na imani hazitikisiki. Anakuambia Bwana, mimi siwezi kufa kabla ya majira ya nani? Huyu Bwana aliyejaa imani. Yaani huyu jamaa anaamini, wewe vaa maski, anakuambia mimi sivai. Bwana mwenyewe ananilinda, ananitunza. Umenielewa? Hata kama nitaumwa Bwana ataniponya, maana amesema gonjwa hata kamili ni mwetu. Huyu jamaa amejaa nini? Ana uhakika, japokuwa kweli janga linatutikisa wote, lakini huyu jamaa anaamini, anatumaini kwa Mungu 100%. Huyu jamaa mwenye imani kidogo, kuna muda anakiri, kuna muda anasema lakini hatari, tunaweza tukafa. Si mlikuwepo? Uongo kweli? Lakini huyu mwingine, huyu yeye alipotea kabisa kuonekana. Alisema wapendwa, acheni kujifanya kiroho, mpo kiroho. Tutakufa, tutaisha. Na kanisani alikuwa haji, amejificha. Ukienda kumtembelea hataki hata umshike mkono. Yaani umenawa hakuamini, uende na barakoa hakuamini. Jamani, amina. Sasa kuna watu wengi tuko kwenye hilo chupa ambalo halina japo tumeokoka. Yaani ndio tunachapa ya wokovu, lakini imani kwa Mungu hatuna. Katatizo kadogo tukakitokea. Yaani nyao akilia tu kwa dirisha lako ushaanza kuhama mtaa. Hapa wananiroga, hapa naondoka, haiwezekani. Jamani, Mungu anataka tuwe tumejaa imani. Hata kama mambo yataharibika, mambo yamevurugika kama yalivyovurugika kwa Ibrahim. Ameahidiwa atakuwa baba wa mataifa, lakini mpaka anagonga miaka 90 haoni huyo mtoto. Mwaka wa mwisho 99 huko ndio Bwana anamtokea, anampata Isaka. Jamani, amina. Jamani, amina. Anatokea pale, Mungu analithibitisha neno lake na kwamba nitakupa uzao kutokea viunoni mwako. Na Ibrahim akamtukuza Bwana. Jamani, hapa issue sio kuchelewa. Issue ni kupata ambacho ulikitarajia. Amen.
Shida wengi tunataka haraka haraka. Unajua hiyo ni roho ya shetani ametupandia. Roho ya mashindano, kwamba nataka niwe wa kwanza kujenga. Hata ukichelewa ukajenga na miaka 80, halafu mwaka unaofuata ukafa, bado utaondoka duniani, ahadi ya kujenga imefanyaje? Sasa kama umefanya jitihada zote bado Mungu utajenga tutulio unafanya. Mungu ukajenga hata mwaka wa 80. Ukiondoka si wanasema mzee ameacha nyumba. Uongo kweli? Shida si tunataka uwe wa kwanza kwenye kila jambo. Mimi harusi yangu iwe ya kwanza. Mimi ndo niponywe wa kwanza. Mimi hata yule jamaa alikaa kwenye lile birika alichelewa kuponywa, lakini mwisho wa siku alifanyaje? Aliponywa tena, yeye alitiwa nguvu zaidi, akajitwika na mzigo pale pale. Yani mgonjwa aliyelala miaka 38 ICU, siku ile ananyanyuka na mzigo amebeba mwamba, yuko imara yuko fiti katika Bwana. Jamani, amina amina. Haijalishi utachelewa kufika unakwenda, kula ambako Bwana anatamani, yale ambayo umemwomba Bwana yafanye. Haijalishi utachelewa, lakini Bwana atafanya kama utaenda kumwamini. Yeye ni mwaminifu wa kudumu. Jamani, amina. Jamani, amina. Kwa maana yeye anaangalia mwisho, angalii mwanzo. Na historia ya mtu inasoma mwishoni. Ibrahimu anasomeka ni baba wa watoto dakika za mwisho. Uongo kweli? Na kupeleka kwenye familia nyingine. Kuna mtu si hujapata mtoto unakata tamaa. Nisikilize, na kupeleka kwenye familia ya kikuhani. Kuhani Zakaria alikuwa akihudumia neno la Bwana ndani ya hekalu, akiwaombea watu, wanafunguliwa, watu wanapata watoto, watu wanapata mali, lakini yeye akupata mtoto. Lakini dakika za jioni, kumbe Mungu alikuwa amekusudia aina ya watoto ambao anatakiwa kuwapata. Wanatakiwa kuwa watengeneza njia wa Mwokozi Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji kulikuwa hamna namna atokee mapema, kwa sababu yeye alikuwa ameteuliwa tangu awali kupitia familia ya kikuhani. Yeye ayamtengenezee njia Yesu Kristo. Jamani, amina amina. Kuna mambo Bwana anayachelewesha kwa sababu anataka kwenda kwenye pattern. Yazaliwe kwa wakati na majira yake. Anazaliwa mwamba dakika za jioni. Wale watu wa mpira dakika za nyongeza, ile dakika ya mwisho, sekunde ya mwisho, goli linapatikana la ushindi. Watu wananyanyua mikono, wanasema yeah. Haleluya, haleluya. Nisikilize. Kuhani Zakaria alikuwa amekata tamaa. Dakika za mwisho, Roho wa Bwana anamwambia utapata mtoto na jina lake ataitwa Yohana Mbatizaji. Yes, kuhani anasema acha uongo. Unajua ukisubiri muda mrefu ni kama hapa naongea, kuna wajamaa wananitukana. Acha ujinga, huu ujumbe gani? Watu tumesubiri miaka 6-7. Wewe ndio kutukana, unamtukana Bwana. Mtajuana na Mungu wako. Mimi nimetumwa kipaza sauti kukuambia imani imepungua, na ili Bwana afanye ende kumwamini. Hivyo shikilia hapo, jaza imani. Mtu asikupepeleshe. Mtu akikusimanga mwambie na mngoja Bwana, na moyoni mwako ina 100% kwamba yuko Mungu anayenifanya nipumue, na ili atalifanya. Kuna vitu hatuna. Yaani hata mimi nikikaa, nina watu ambao walikalangu wanaendesha magari, wana nyumba kali, yaani familia zao zinasoma shule wanazotaka. Kuna muda ukikaa hivi unasema tena wengine wenye dhambi. Sio kwamba wameiba, wametafuta tu Mungu akawapa. Lakini unajiuliza, kuna kasauti kanakuja kwa wakati na majira. Unaacha tamaa. Ulikuwa umepata hela za kuiba. Eden, si unakumbuka? Ungekuwa umelipiga lile gari ungekuwa nalo saa hizi. Lakini ulisema kwa majira ya Bwana yatakuja, watu wakakuona chizi. Bwana alipata neema ya kuwa na nyumba huko Mikocheni na gari kali. Tajiri alikufa, mali hazina taarifa, lakini akazirudisha. Sasa angekuwa ni wengi wetu tuliokaa hapa, tulivyo na hofu ya maisha, hii ungeiacha wewe? Ungesema hapa tayari nishakuwa baba mwenye nyumba tena Mikocheni na baba mwenye gari. Gari lenyewe sio kigali. Ilikuwa aina gani baba? Range Rover. Imagine. Mama, ungekuwa unapiga kishoka, mlaumu huyu jamaa.
kujifanya nasubiri wakati na majira. Sasa hizo ngoona mnapiga kishoka tu. Maisha bwana haya maisha haya. Lakini Mungu sio mzungu. Amen. Mungu sio mzungu atatudanganye. Nisikilize nikwambie, kuhani anaambiwa utapata mtoto, anapata wasiwasi. Lakini akapigwa adhabu moja, akaambiwa utakuwa bubu mpaka mtoto atakapozaliwa. Kwa sababu hujamwamini Bwana uliyemhudumia miaka yote. Nisikilize, kuna muda tutapigwa kwa sababu tumwamini Bwana. Neno kama hili linatokea, muamini Mungu utoke. Wewe utapigwa kakofi huko na Bwana. Mimi sijui atakupiga kofi gani. Kuhani Zakaria alipigwa ububu, akawa haongei. Akaambiwa mpaka mtoto atakapozaliwa ndipo utaongea. Kwa aliongea baada ya miezi 9. Alikuwa hahudumu, uchungaji ukakoma kwa muda. Mungu haijalishi, yeye akiwa na jambo lake, Bwana hazuiliwi. Jamani, amina. Bwana hazuiliwi na kelele zako na ubishi wako. Yeye akiamua kumtoa mtu anamtoa. Anazaliwa Yohana akiwa amejaa Roho Mtakatifu ndani ya tumbo. Anakuja anakuwa mtoto wa pekee. Na kila mmoja aliposikia habari za Yohana, masikio yalimuwasha. Nisikilize, liko jibu katika yale umemwamini Bwana. Likitoka Sayuni kwa Baba, kila mmoja atasema naam, huyu ndiye Yehova tunayepaswa kumwabudu. Yako mambo anayachelewesha ili wakati na majira yakifika, hilo jambo liwe gumzo, Bwana apate utukufu. Unanielewa ninachosema? Yesu mwenyewe nikana tafakari. Unajua wana wa Israeli aliwakuta wako utumwani. Walikuwa ndani ya taifa lao wanatawaliwa na Warumi, wa Italy. Na mpaka anaondoka ile siku ya mwisho anawaaga, wanasema ndo wakati wa kuturudishia ufalme wetu au? Yaani aliwakuta wakiwa watumwa na akawaacha wakiwa watumwa. Yeye akawaacha uhuru katika hali ya roho. Kwa sababu alijua rohoni mtu akiwa huru akamwamini Kristo, hata kama akiwa gerezani, huyo mtu ni wa tofauti. Muda wote yuko huru, muda wote anaweza akatoka. Nisikilize nikwambie wakati namaliza, mtumishi wa Mungu Petro na Yohana sura ile ya 3 Matendo ya Mitume, wakati wanakwea hekaluni majira ya 9 alasiri, wanakutana na mlemavu anaomba sadaka kwenye mlango wa uzuri wa kuingia hekaluni. Wanamwambia, sikiliza, tutazame, hatuna sadaka, lakini tulicho nacho, kwa jina la Yesu inuka wende. Na yule mtu Biblia inasema alikuwa hajawahi kutembea tangu tumboni mwa mama yake. Aliingia hekaluni akirukaruka na kumtukuza Bwana, na jamii nzima ya pale Yerusalemu ikaingiwa taharuki. Wakasema, jambo hili imekuwaje? Mtu wa zaidi ya miaka 40 anatembea. Ule ushuhuda Biblia inasema watu wengi wakaokoka, ikalazimisha serikali ya Warumi wamuite. Wakamwambia, sikiliza Petro na Yohana, hatutaki mhubiri tena, haya mahubiri yenu hatutaki. Kwa sababu wale jamaa walikuwa na imani yao. Petro akiwa amejaa nguvu za Mungu anawabishia mabwana wake, anawaambia, sikilizeni, sisi tutalisema kila ambalo Bwana ameliamua, tuliloliona na alilotuambia. Hatuwezi kuwasikiliza ninyi, tutamsikiliza Jehova. Huyu ni mtu amejaa roho na imani, anamwamini Bwana kwamba hata kama watanikamata, wataniweka gerezani, kwa kuwa nimesema kweli, Bwana atanisaidia, Bwana atanitoa, kwa sababu niko kwenye kazi yake. Na kweli Matendo ya Mitume sura ile ya 5, kwa kesi hiyo waliwakamata wale mitume wakawasweka ndani. Waliwasweka ndani, Biblia inasema Bwana akamtuma malaika, akaenda akawatoa. Achana na ile ya sura ya 12. Hayo ilikuwa mashtaka ya mara ya pili. Hii ni ya sura ya 5. Akawatoa malaika wa Bwana tena mchana kweupe. Alivyowatoa akawaambia, nendeni hekaluni, endeleeni kuwafundisha watu kwa ya imani ya kumwamini Yesu kwamba yeye ni Mwokozi, watubu dhambi zao, wamwamini yeye kwa kuwa ni Bwana wa mabwana. Jamani, amina. Walipotolewa kule, walinzi wako pale hawakuona chochote. Wanakuja wale wakuu wa makuhani kwenda kuhukumu. Wanafika, wale mitume hawamo. Wameenda wapi? Walinzi wako pale, hamna mlango uliofunguliwa wala dirisha wala ukuta uliotoboka.
Wakasema tumewaona wako hekaluni wanafundisha, wanawafuata kule, wanaenda, nyinyi vipi, mlitokaje? Wakawakamata za kiustaarabu. Biblia inasema kwa sababu waliogopa watu wasije wakawapiga. Maana jamaa na wao pia sio tu watu kuwapiga. Unajua mtu aliyetoka gerezani bila mlango kufunguka, wewe mwenyewe unaanza kwa huyu jamaa vipi, ana mauza gani? Wewe unadhani ukiwekwa pale saizi ukonga pale, malaika wa Bwana akakufuata akakutoa, unadhani wanaweza kukufuata tena? Hata wakikufuata lazima mkae pembeni mdiscuss na mkuu wa gereza. Na siku ile mkuu wa gereza alienda akamwambia, jamani taratibu, these people are not normal. Hawa watu sio wale. Jamani amina. Jamani amina. Nisikilize nikwambie, Mungu akiamua kwa wakati na majira yake atatembea na wewe no matter what challenge utakutana nayo. Wenzetu walikutana na challenge ya kuzuiliwa kuhubiri injili, wakawekwa gerezani physically. Wewe hapo ushaanza kusema, sasa kama Mungu alikuwa anaona mbona ninapitia hapa. Sasa kati ya Petro na wewe nani ni mtumishi wa Bwana? Ukisoma Biblia unaielewa. Nilikuwa namwambia Yeremia, yale tulikuwa tunayasomaga kwa Biblia, wana wa hizo wanapelekwa mputa, mitume wanapelekwa mputa. Sasa ndo tunayapitia kipindi. Tena bado hajakolea. Tukianza mmoja kwenda tutaelewana. Tutaiasi imani. Mimi nakwambia ni wakati wa kujenga misuli kwa Bwana. Ni wakati wa kuweka misuli. Mwambie Mungu kila siku, jiombe, Mungu niongeze imani. Niongeze imani. Na amesema uzuri sio lazima ijae. Amesema hata mkiwa nayo kidogo, kama punje ya haradali, mharadali ule pale, ile miti ile pale ilipopaki gari, ukichukua ile mbegu yake, kale ka mbegu kandani, ukipuliza hivi kanaondoka na upepo ukaoni. Yani kadogo mno. Amesema ukiwa nako hata kale, yani wewe yani unahamisha milima. Yani wewe unahamisha milima. Jamani amina. Maana yake kama mambo hayaendi, tuna wasiwasi. Hata hako kaimani kama punje ya mbegu ya haradali hatuna. Uone tuna hatari. Mimi nilivyoiona ile mbegu nilikaa nikalia. Nikasema Mungu, kumbe sina imani. Yani empty kabisa, ni kopo halina maji. Kadogo yani hivi ukikatoa tu hapa kana peperuka kanaondoka. Anasema tukiwa nako tu kale kapunje, imani kama kale katone, hata chupa lisijae, umetoboa vitu vingi utamove. Jamani amina. Jamani amina. Tuliokata tamaa tusikate tena tamaa. Yuko Mungu anatokea dakika ya 90. Hata kama mechi nzima inaonekana umezidiwa, dakika ya 90 umao unasoma moja. Dakika ya 90, sekunde ya 90, Bwana anakupa goli la pili la ushindi. Wote wanashangilia, wanasema Mungu wako ni mkuu. Dakika hiyo ndio ilimokoa Danieli kwenye tundu la simba. Ile dakika ambayo wamesema amekuza, tumemmaliza. Yesu anatokea, anafunga makanwa ya simba. Hawajamla. Na mfalme akulala. Ndivyo ninakuombea, biashara yako yamke tena, ndoa yako yamke tena, afya yako yamke tena, kwa jina la Bwana wa majeshi. Familia yako yamke tena, kwa jina la Yesu aliye hai. Hata kama umefika point mambo yamekufa, tumeshaenda kuzika, ni siku ya 4 tayari mambo yako yananuka, hayaeleweki. Yani ushasema hapa nimekwisha, mpaka sasa hizi Mungu hajatokea. Mungu amekuacha kwa makusudi ili akutoe pale. Mungu anakuja kukutoa tena. Rudisha ile imani ya mwanzo iliyokufanya mpaka uokoke, ukatubu dhambi, ukaacha moja baridi moja moto, ukawaacha wale walemu ulikuwa unabadilisha, ukawaacha ukamfuata Yesu. Rudisha ile imani, ule upendo wa kwanza. Wewe mpende tu, muamini. Anakuja, anatokea. Amenihakikishia na neno lake linahakikisha kwamba atatokea, na amesema ahadi zake amezikuza kuliko jina lake. Maana yake ni kweli na amina. Hata kama imechelewa na hata kama itaenda kuchelewa, amenituma nikwambie, endelea kumwamini. Yeye ni kweli, atatokea, atakusaidia. Tatizo umeshakata tamaa, umeshaanza na kuuliza kwa Kalumanzira,
hapa vipili tatizo. Sauli vita vimepigwa na Wafilisti, vita vya moto. Sauli imani ikafa kwa Mungu, akaenda kwa mganga wa kienyeji kuuliza. Alipouliza ndo lilikuwa kifo chake. Mungu alikasirika. Mungu hapendi watu wake wanaodai wameokoka waende wakaanza kutangatanga kutafuta misaada kwa watu. The moment utaenda kutafuta msaada kwa watu ndio uangamivu wako. Ndio Mungu anakutapika na kuacha. Mungu anataka vumilia hivyo hivyo. Hivyo hivyo akupige umelala tabani hata umezimia. Bwana anakuja kukunyanyua kwa ajili ya utukufu, kuwazalilisha maadui zako, kumzalilisha shetani, kumzalilisha shetani. Shetani kwa kifo cha Lazaro alijua ameshinda. Alijua ameshinda, lakini mwamba anatokea. Siku ya 4 Lazaro ameanza kunuka, watu wameshika pua. Yesu anasema nyie toeni ile jiwe, mimi namfufua Lazaro ayafa. Sikiliza, mambo yako ni kweli yameshaharibika kabisa, hamna hata wakili wa kukutetea, hakuna hata mpendo ukimwambia atakuelewa, lakini Yesu anatokea. Wewe muamini tu, wewe muamini, wewe muamini, wewe muamini tu Yesu. Yeye anajua atafanyeje. Usimpangie afanye vipi, usimpangie angekuja jana. Hata Martha alimlaumu Yesu, akasema ungekuja mapema wakati anaumwa asingekufa. Nisikilize nikwambie, tukiwa na Yesu, hata kama ukafukuzwa kazi, wakafanya hila mpaka kazi ukafukuzwa, Yesu akiinuka, my friend, atakuinua akakuweka sehemu nyingine ambao mpaka wao wakajuta kwa nini walikufukuza kazi. Wakati wao wamefukuzwa kazi au ile biashara hiyo fulani umehamisha, kumbe kuna madhara yanakuja kutokea. Nani ajuaye kesho? Muda mwingine Mungu anatumia nguvu kukuletea hasara ili baadaye kuweke sehemu salama. Kuna hasara na ukipiga analysis ya kitaalamu, nimepataje hii hasara? Wewe mwenyewe upate majibu. Kuna watu aisa mkanungunika, ujauzito wa mke wangu nasikia kulisema hili umeharibika. Huwezi kujua huyo mtoto alikuwa anazaliwa yamkini na matatizo gani. Mungu akawa anakuvusha, lakini wewe umebaki kulaumu. Mwanangu angezaliwa, mwanangu angekuwa. Lakini Bwana anakuambia yuko Mungu anaitwa double, anayelipa mara 2. Unaweza ukapoteza mtoto leo, kesho akakupa mara 3, kesho akakupa mara 3. Ayubu alipoteza watoto 7. Biblia inaniambia alipata watoto wazuri mara 2 ya wale aliowapoteza. Hilo nasikia kuambia. Rapo sheki rika shaka. Usikwame na kuanza kujinungunisha na kuanza kujilaumu. Bado Mungu yuko in control, atafanya. Kuna muda Mungu anaruhusu mambo yanaumiza kwenye maisha yetu, lakini kumbe anakuokoa kesho aje kufanyia kitu. Utasema kumbe ndo alikuwa amemaanisha hiki. Mungu wangu, hivi ningebaki hapa ingekuwaje? Juzi nikaangalia ka video kamoja alikaposti mtumishi wa Mungu mmoja. Kanasema hivi, jamaa alikuwa amekaa ameegama kwenye kaukuta, mvua inanyesha. Akatokea mbuzi huko alikotoka mkorofi, ni kondoo. Katoka huko alikotoka, afika akamkwanyua yule. Usionywa kondoo alivyo na nguvu, akijipanga, akikupusha unaondoka. Akaja akamkwanyua yule mtu, akaenda kuanguka mbele. Alipoenda kuanguka mbele, kumbe ukuta ulikuwa unaanguka. Alipojibanza mvua, anamaliza kuanguka, kule ukuta unaanguka pale pale alipokuwa amesimama. Lakini kondoo ni kweli alimuumiza mgongoni alikompushi, lakini alimokoa na mauti. Wakati mwingine Mungu anakusukuma, unaenda kuanguka kule, unaugulia maumivu wiki, mwezi, lakini alichokuepusha nacho ni kilio cha milele. Simama kwa miguu yako tuombe. Usinipite Bwana, usinipite unapogusa wengine, nami niguse. Usinipite
Bwana, usinipite unapogusa wengine, nami nigusa. Usinipite. Imba kwa imani, ukiamini yuko Mungu anakupenda sana. Hata kama wote wamekutelekeza, wamekusema vibaya, wamekucheka kwenye changamoto unayopitia, wamezima simu au wapokee simu zako, achana nao. Usinipite Bwana, usinipite unapogusa wengine, nami nigusa. Usinipite Bwana, usinipite unapogusa wengine, nami usinipite. Kuna jambo lako umekuwa ukimwomba Bwana, una changamoto ya aina yoyote, sogea mbele tuombe. Iwe ni ugonjwa, iwe ni familia yako, iwe ni watoto, iwe ni uchumi, iwe ni hitaji la kuoa ama kuolewa, huelewi mambo haya, sogea mbele tuombe. Tumwambie Bwana kutie nguvu tena, Bwana kutokee tena na kuimarisha imani yako, uende kumwamini katika hilo. Hiyo linakuumiza, lakini katika hilo Bwana anataka ajitwalie utukufu. Rama masheke rika sakayana, enda Yesu wa Galilaya, asiyezalamu vilio vyetu. Usinipite Bwana, usinipite unapogusa wengine, nami nigusa. Usinipite. Njoo mbele, tuomba kwa pamoja. Una changamoto yoyote, hata kama unaumwa, wewe njoo. Tukimaliza tumemaliza. Una shida ya biashara, una shida ya ajira, wewe njoo tuombe na uende kumwamini Bwana. Kwake yote yanawezekana. Rama mashiki usinipite Bwana, usinipite unapogusa wengine, nami nigusa. Amen. Amen. Shaka unapita mbele, weka tumaini, Mungu yupo anaishi. Hawezi kukuacha usalilike, hawezi. Shida ni wewe mwenyewe. Imani yako imekuwa haba, imekuwa kama mawimbi ya bahari. Ukiambia twende huku unaenda, kuna maji ya upako unaenda, kuna mganga yuko huko unaacha, unakimbia, kuna mshauri na anasema unakimbia. Fanya hivi unafanya, badala ya kufanya vya kimungu kabaki hapo, umekuwa na tanga. Mungu
anataka muamini yeye peke yake. Hata kama mambo yatazidi kuharibika, endelea kushikilia uzi huo, useme bora nifie kwa Mungu, afu uone kama hatatokea. Daudi anasema, nalikuwa kijana mpaka nimezeeka, sijawahi ona mwenye haki ameachwa. Hata kama hajapochelewa, dakika ya 90 itakutokea. Hata uzeeni, as long as pumzi ya Mungu bado imo ndani yako, Mungu atakutokea kwenye hiyo shida yako. Hata kama leo tukaomba asifanye, wewe endelea kuamini, na ndipo unamwaibisha shetani. Hata kama ukiomba ndio unarudi nyumbani na vibao unapigwa, endelea kuomba hapo hapo. Unarudi nyumbani ndio kwanza mwili unazidi kuuma, endelea kusema Yesu ni mponyaji. Unaenda kukiri shiki. Unarudi nyumbani umetoka kuomba, ndio kwanza application zako wanatupa, endelea kusema Bwana anayo ajira, atanipa. Nani ajuaye? Anasubiri mkurugenzi fulani afe kwenye eneo fulani akupachike wewe, ila wewe unang'ang'ania uingie leo. Yamkini kampuni unataka kwenda kufanya kazi, kesho kutwa inaondoka, inatufa. Mungu hataki ukale hasara. Mashiki. Niombe watumishi wa Mungu tuje tuombe. Wewe uliyepita mbele na uliyebaki huko, utaenda kumwambia Bwana. Mungu aende kukutia nguvu, akuongeze imani. Mliyepita mbele, sema Bwana Yesu. Kwa sauti ya imani sema Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ni mwanao. Nimekuamini wewe kwamba ni Mungu unaweza mambo yote, hata yaliyokufa kwako yanafufuka, maana wewe ni Bwana wa ufufuo. Katika jina la Yesu ninakuja kwako Bwana, ninaomba unisamehe. Nimekuwa na imani haba juu yako, ndio maana yamkini ulichelewa kunisaidia. Naomba unisamehe, unitakase. Yamkini nilitafuta msaada kwa wanadamu, naomba unisamehe. Leo narudi kwako, nahitaji wewe mwenyewe unisaidie hii shida ninayosikia, katika jina la Yesu. Na hata kama haitaondoka sasa hivi, bado nitaondoka, ninaamini tayari umeshanisaidia, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninasimama sasa kinyume na kila hili tatizo. Unaweza ukalitaja hilo tatizo lako kwa jina la Yesu. Ninafuta hii shida, hii ugonjwa, hii changamoto, ninafuta kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba Bwana uingilie kati, unisaidie katika jina la Yesu. Nguvu za giza ninakata kwa jina la Yesu. Ninakiri ushindi katika jina la Yesu. Amen. Tulia sasa, inua mikono yako. Yesu Kristo, Yesu, watu hawa ni watu wako. Yesu karibu. Umewafanya kwa mikono yako. Shuka mahali hapa. Na tena wewe ni mkuu watu wako. Yeremia 18. Wanakuja mbele ya madhabahu yako. Unasema wewe ni mfinyanzi, unataka uponyaji na uzima. Unafinyanga tena vyombo vyako. Yesu, naomba kila mmoja kwa tatizo alilosimama nalo, Yesu kwanza wafikue na ushughulike na wao mmoja mmoja katika jina la Yesu. Kama ziko nguvu za giza ndio zimesababisha haya, ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, saa hii mapepo, saa hii majini, mizimu, mapepo kilichoingia kwenye maisha ondoka ya huyu dada, ya huyu kwa jina la Yesu. Ya huyu kijana, haya shetani toka, toka Rama masheke, toka Rama masheke, toka kila tatizo, toka ninaliamuru toka likuache toka. Haya, ondoka jina la Yesu. Kumuka
aliye hai. Kama ziko nguvu za giza, haya fanya haraka, fanya haraka, fanya haraka, achia, achia maisha ya Ruma, achia kwa jina la Yesu, na ili tatizo lisiweko tena. Ninafunga malango yote ya kuzimu yanayoruhusu adui kumshambulia. Yesu aliye hai, uzima uwe juu yako kuanzia sasa, ukalindwe na nguvu za Bwana, na Mungu akupe maradufu ya vile vilivyoharibika katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila tatizo ninalikausha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Achia kila nguvu ya magonjwa, mateso, achia kwa damu ya Yesu. Rapasheki kwa jina la Yesu. Kila tatizo linalokusumbua, haya naamuru ni sahihi. Kila kilichoharibika kinarekebishwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Rapashaka rika seteri andara analejesha kila kilichoharibika kwa ajili ya utukufu wake katika jina la Yesu. Walioliwa na pamoja na Dumato yanarejeshwa tena kwa jina la Yesu. Kila kilichoharibika kwako natangaza kurejea, na imani yako ikawe thabiti kwako. Roho ya hofu na ikataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya hofu kwa jina la Yesu. Rapa shaka rika shaka rika shaka. Kila adui aliyesimama kwenye maisha yako, imeandikwa kila pando asiyoipanda Baba litang'olewa, nami ninang'oa kila nguvu, kila changamoto iliyosimama kwenye maisha yako. Haya, fanya haraka, fanya haraka. Ndio tunaondoka, unang'oka kwa jina la Yesu. Anapokea hatua mpya, anapokea maisha mapya kwa jina la Yesu aliye hai, na imani yake ninaiombea isitimie, awe jasiri kama simba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaamuru yatokayo kuzimu, yaliyokuzimu, matatizo aliyoyainua adui ili ya kuaibisha kwa jina la Yesu. Rapa shaka rika shaka rika shaka. Na hiyo hofu aliyoileta adui yako ninainua kwa jina la Yesu, uwe imara ukapokea katika jina la Yesu. Rapa shaka rika shaka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Rika shaka yaliyoliwa na kalala na Dumato, asante Bwana mabwana, ninayafinyanga tena kwa jina la Yesu, na imani yako ninainua kwa jina la Yesu. Akawe jasiri kama simba, maana ni wa ukoo wa Ibrahim, akangoja hadi sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu na kubariki Yesu Kristo katika jina la Yesu. Wewe kumsaidia huyu mama katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nitakupiga tupa juu yake, juu ya maisha yake, juu ya kazi zake. Haya, unaitesa maisha yake. Achia, toka, achia, toka, achia kwa jina la Yesu. Achia kila kifungu ulichofunga ninakikata kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Achia, apokee hitaji lake. Rapa shiki kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu. Tenda ndani yangu. Naomba tusimame.
hakuna wezaye kuyatenda yale aliyofanya ndani yangu, hakuna wezaye kuyatenda. Praise, naomba tuje mbele, naomba tusimame wote. Yale aliyofanya ndani yangu, hakuna wezaye kuyatenda. Yale aliyofanya ndani yangu, hakuna wezaye. Yale aliyofanya ndani yangu, hakuna wezaye kuyatenda. Hakuna wezaye kuyatenda. Yale aliyofanya maishani mwangu, hakuna wezaye kuyatenda. Sawa, ni kweli Bwana anayotufanyia hakuna anayeweza kuyafanya. Ukiwa umesimama hivyo hivyo, chukua sadaka yako kwa hii ya kumtegemeza baba yetu wa kiroho. Mchungaji wetu amepata misiba miwili ya familia moja ndani ya wiki moja, ikamlazimu kukanseli hata safari ya kiutumishi kule Morogoro. Ndio maana leo mmeona hajaondoka, amelazimika kusafiri kwa ghafla. Naomba tumtafutie tiketi ya kurudi. Anatamani kesho arudi aendelee na majukumu, kwa sababu safiri pasipo ratiba. Chukua sasa, wakati naimba, hebu chukua pochi yako, chukua wallet yako. Ndani yangu hakuna wezaye kuyatenda yale aliyotenda ndani yangu, hakuna wezaye kuyatenda yale aliyofanya ndani yangu, hakuna wezaye kuyatenda. Waimbaji hawapo? Mshike maiki tu hivi. Yale aliyotenda ndani yangu, hakuna wezaye kuyatenda. Yale aliyotenda ndani yangu, hakuna wezaye kuyatenda.